Wananchi ambao wanafanya shughuli za kijamii katika maeneo ambayo umepita umeme wa gridi ya taifa kutokea katika mkoa wa Njombe na mkoa wa Ruvuma wametakiwa kuacha mara moja shughuli za kijamii ambazo wanazifanya katika maeneo hayo, kwani kwa kuendelea kuzifanya ni kinyume cha sheria, pia ni hatari kwa maisha yao. Mwandishi Masule Masaga ambaye ni mwandishi usafirishaji wa umeme katika mkoa wa Njombe na Ruvuma, akizungumza kwenye mkutano wa wananchi wa mtaa wa Msendembali uliopo katika kata ya Mshangano, manispaa ya Songea, alikuwa na haya ya kusema. Faida ya kuhakikisha kwamba miundombinu iko salama kwenye hiki kipande chetu ni kwamba umeme utakuwa wa uhakika. Kwa sababu gani? Ukiruhusu mtu akifanya shughuli pale eza ya kilimo, anatumia trekta, anaweza akaathiri miundombinu yetu. Kwa maana ardhini huwa kuna waya tumeuzika, ambao huo waya una kazi maalum hasa katika kulinda miundombinu yetu wakati wa radi. Na mtu anapokuwa analima anaweza akasababisha tena mmomonyoko wa ardhi, ambao huo mmomonyoko wa ardhi unaweza kusababisha nguzo kusombwa na mafuriko kama ya maji. Kwa hiyo tunaposema kwamba mtu yeyote hatakiwi kufanya shughuli pale, tuna maana kwamba hayo madhara yasitokee. Sasa issue nyingine pia, haturuhusu mtu yeyote eza kupanda kwenye hiyo nguzo wala wizi wote kufanyika katika mazingira haya. Sasa basi, katika kijiji chenu tumeibiwa nguzo mbili, yani wameiba vifaa ambavyo vya kuzuia kupanda kwenye nguzo katika nguzo mbili. Nguzo moja ni 693 na nguzo nyingine 700. Hiyo tumeibaini baada ya kuwa tunapita katika kwenye ukaguzi wetu. Na hili tukio limefanyika hivi karibuni. Sasa ndio maana huwa tunaendelea kufanya vikao, mikutano na nyie pia na serikali, kwa maana viongozi wenu, ili kuhakikisha miundombinu yetu iko salama. Sasa naomba niende haraka ili na wenzangu wapate nafasi ya kuzungumza. Sasa nini kifanyike katika hilo? Kwanza, mtu yoyote mkimuona anafanya shughuli yoyote ambayo iko pale, kama nilizoziorozesha, nyie wenyewe mna wajibu wa kumwambia hutakiwi kufanya. Na ukiona mtu yoyote amepanda kwenye nguzo, unaweza kumuona mtu amepanda kwenye nguzo, wewe ukafikiria ni mtu wa TANESCO, unapaswa kuwasiliana na viongozi wa serikali ya mtaa. Bwana, kuna mtu tumemwona amepanda hapa, vipi? Na sisi tulichokifanya sasa, tunapoelekea kufanya kazi katika kijiji hiki au mtaa huu, lazima tuwe tumetoa taarifa kwa viongozi. Wale wana taarifa, bwana sisi tunapita hapo. Ili wewe mwananchi ukiona mtu amepita pale au amepanda pale juu, una wajibu wa kumpigia. Kwa hiyo mtendaji au mwenyekiti au mjumbe ukishamjulisha anaweza akatupigia sisi na kutueleza, kutuambia bwana vipi? Kwa sababu tayari tumeshampa taarifa, anakuwa na taarifa, bwana wale watu wanapita, wapo kwenye maeneo hayo wanafanya kazi. Lakini kama hatupo, maana yake tayari hana taarifa kwamba tupo, na huyo mtu mnaweza tukamkamata. Kwa hiyo hilo ndio limetuleta katika vijiji 50 ambavyo vinapitiwa na miundombinu hii ya gridi ya taifa, kutokea Mufindi, Makambako, Madaba mpaka Songea. Vijiji cha kwenu, mtaa wenu ni miongoni mwa mtaa ambao tumeibiwa hivyo vizuizi vya kupanda ambao viko kwenye nguzo zetu za chuma. Kwa hiyo vimeondolewa katika nguzo mbili. Kwa hiyo nyie mna nguzo 7, tayari nguzo 2 wameshaondoa. Na mkishaondoa, maana yake kwamba ni madhara ambayo yanaweza katokea. Mtu anakosa umeme, nguzo inaanguka, na ikianguka mkoa mzima hautakuwa na umeme, na sehemu ya mkoa wa Mtwara wanaweza kukosa umeme. Na unajua umuhimu wa umeme, unatumika sehemu mbalimbali, unahitajika sehemu mbalimbali kwa ajili ya shughuli
za kijamii na shughuli zingine hata za kiafya, kwa sababu hata hospitalini umeme unahitajika. Kwa hiyo jukumu la ulinzi wa miundombinu hii ni mwananchi mwenyewe, kwa sababu miundombinu hii ni ya serikali na serikali ni wewe mwenyewe, kwa sababu serikali imejenga kwa gharama kubwa. Kwa hiyo inatakiwa ilindwe. Sisi wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba miundombinu iko salama na inapitisha umeme, inatokea Iringa mpaka Songea.